huduma ya ukombozi na uponyaji. Homina Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Msasu. Umetoa sadaka yako, uwe na uhakika na ushindi, kwa sababu upo sehemu maalumu iliyoandaliwa, iliyochaguliwa. Ni sehemu ambayo tumeahidiana ni mahali hapa pa kukutana na Mungu wetu. Kuabudu na kutoa sadaka mbalimbali kwa Mungu wanayemwamini. Sisi watu wa Mungu, Mungu wetu ambaye ni pendo, unyenyekevu na uvumilivu, tunamwamini na tumemwamini. Pa kukutana naye ni pahala hapa. Ibada ya leo hii ya Alhamisi imepangwa na mbingu. Mbingu ziko tayari kufanya lolote. Nanielewaje watu wa Mungu? Tuko duniani kwa ajili ya kufanya ibada. Sikudanganye mtu. Kwa nini nasema? Yaani manake mioyo yetu inapokea amani ya kweli hasa pale inapokuwa inamfanyia ibada Mungu wake. Hilo lijue. Hilo lijue. Ndio maana wenzetu nao kwa miungu yao huwa wana maandalio. Acha tena kule, si ndio tulikotoka watu wa Mungu. Kule watu wakwana kajaga, acha wala. Acha. Anafunga na kibwembe. Sijaona mtu anafunga kibwembe. Beubla lusu, sio kwa Mungu wako wala. Sio kwa Mungu wako. Funga. Cheza mpaka mwisho. Furahie Mungu wako. Ile furaha watu wa Mungu ni amani ya moyo wako kwa wakati. Kwa nini unapokea amani ya moyo wako? Uko mbele za Mungu wako. Madhabahu ni sehemu maalumu ambayo imechaguliwa kwa ajili ya watu, kwa ajili ya watu, sio kwa ajili ya wanadamu, kwa ajili ya watu. Mioyo iliyoumbwa kwa mfano wake Mungu, kwenda kuabudu ibada za rohoni. Kuabudu sio kwenda kusali, kuabudu ibada za rohoni zenye nguvu, zinazoongozwa na Roho Mtakatifu. Manake Mungu amechunguza miaka mingi hadi akaagiza anahitaji watakao muabudu katika roho na nini? Na kweli. Lengo na kusudi, kuna kitu anataka kiachilie kwenye mioyo ya kwetu. Kwa watu wa Mungu, madhabahu ni sehemu maalumu ambayo imechaguliwa kwa ajili ya watu kwenda kuabudu na kutoa sadaka zao mbalimbali kwa Mungu wanayomwamini au miungu wanaoiamini. Kwa sehemu ambayo mmeahidiana na Mungu kwa ajili ya kukutana na Mungu ni uhai wako, mtu wa Mungu. Ndio uzima wako. Usilete masiala. Yaani Mungu awe na eneo maalum la kukutana na watu wanaojiita ni watu wake, ni neema. Msilete masiala. Wako makanisa huko watu watoka wakavu tu. Toka wakavu. Maana yake Mungu wa kweli, Mungu wa Mungu hashuki ovyo. Sisi ni waabudu halisi, tuna mioyo, tumekubali kubeba upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Kwa hiyo ni lazima shida zetu, matatizo yetu, ni lazima yatuachilie tu. Lazima.
Lakini hiyo madhabahu unaoiona ambayo ni sehemu maalumu ni madhabahu ambayo ina nguvu katika ulimwengu wa roho. Ni ibada za rohoni. Wewe unaweza kaona hapa sisi tunacheza cheza tu, lakini tuko mbele ya kiti cha enzi. Ni siku maalum, ni ibada iliyoandaliwa mbinguni. Tumeungana pamoja na malaika wazee 24. Kwa lazima uwe na maandalio ya kupokea uhai mpya kwako. Madhabahu ina nguvu. Sehemu yoyote ambao watu wamepanga kukutana na Mungu wao, hiyo ni madhabahu, lazima iwe na nguvu. Lakini nguvu zake ziko wapi? Sio za kunyanyua vyuma, kwenye ulimwengu wa roho. Na mahala pale kazi yake kubwa ni kuwaunganisha hao watu waliokwenda pahala hapo kuabudu na vizazi vyao vyote. Watu wa Mungu, maisha yetu yako hapa. Hii ndo Edeni. Ndio maana mtu ukinyea kambi ukaondoka hapa Edeni, hapa utarudi tu. Choka babira jisifu. Aliyokuambia uingie ukijisajili nani? Hapa ndo penyewe. Hapa utaondoka wewe. Utakaa huko, utarudi tu. Kwa sababu utaenda mahala kusali, sio kuabudu, upati kitu. Hamna kitu. Hamna kitu. Hamna kitu. Kwa madhabahu yoyote ile iliyoandaliwa kwa ajili ya Mungu kukutana na watu wake ina nguvu katika ulimwengu wa roho. Manake ni vita. Ni vita. Tunaunganishwa pahala hapa. Tunavokutana hapa ni mahali patakatifu, tupaheshimu sana. Unielewa? Na ukipewa nafasi, yani sasa umeitwa kiti cha enzi hiki hapa. Hebu nenda zake mbele zake Mungu. Hebu watu wa Mungu. Ni bahati. Ni bahati. Ni bahati. Ni bahati watu wa Mungu. Nini maana ya madhabahu? Madhabahu ni sehemu maalumu ambayo imechaguliwa kwa ajili ya watu kwenda kuabudu na kutoa sadaka zao mbalimbali kwa Mungu wanayemwamini au miungu wanaoiamini. Sisi mahali hapa ndipo pahala ambapo maisha yetu yako hapa. Kwa tukisema sakata rumba, we sakata. Ajajibu leo kama ninavyoongea, leo kama naongea mimi. Ni mbingu. Cheni na injili zenu hizo mnazofinywa huko. Eti amecheza sana yule, ni uhuni. Uhuni wa wapi pale wewe shetani wewe? Mbona kule mnakocheza kwenye asili ya msemi wahuni? Nani hapa hajacheza hapa? Mmecheza sana. Cheza sana. Na shetani alivyowazidi ufahamu. Si mnakumbuka wiki iliyopita Jumapili hapa pepo huyo alisema hiyo. Mko hapa mtaki kumchezea Mungu, lakini kumbe mnacheza ngoma za asili huko. Kwenye ulimwengu wa roho, unaona? Yaani wanawake kuna mahala mnafanya ibada. Wewe cheza hapa mnajifanya. Kuna mahala huwa mnajiachia huko. Ndio maana shida, dhiki na matatizo haviwaishi. Kila ukitaka uonyeshe kitu mbele za Mungu wako, nafsi yako haitaki. Manake kuna pahala unapafanya hayo. Kuna mahala. Hakuna ibada muhimu kama ya kumchezea Mungu, kumfurahi Mungu au kumsifu Mungu. Hiyo ibada ni ibada maalum inayoachilia uhai mpya ndani ya mtu. Na watu wana furaha.
Nashangaa wengine baada ya kutoka hapa wanarudi manyumbani, furaha imeisha. Kuisha. Unatamani wewe unalala huko. Amani ya kweli. Kwa watu wa Mungu, mahala hapa ni mahala maalumu ambapo Mungu amepaandaa tukutane naye katika ibada za kumwabudu na kumsifu. Hayo magonjwa lazima yaondoke. Ni mahala maalumu hapa pameandaliwa. Wasiende masiara. Mnaweza kata lumba la Yesu saa 1:30. Siende masiara. Mtu wa Mungu. Lakini yote haya lazima tujue, mimi ni mtume. Nimetumwa kwa ajili ya kufanya ukombozi kwako, kwa ajili ya kukufungua, kwa ajili ya kufanya uponyaji kwako. Cha msingi na la muhimu zaidi ni kujenga imani ya kiwango cha juu. Lakini tusisahau, nimetumwa kwa ajili ya kushughulikia madhabahu za koo tunazotoka. Kila ukoo uliotoka, wewe ulioko hapa, kuna madhabahu, kuna ibada inafanyika, kuna sehemu maalumu ya ukoo wenu. Mimi ndo nimekuja kuishughulikia hiyo sehemu maalumu ambayo kazi yake ni ibada za ukoo upande wa baba yako zinafanyika mahali hapo. Ibada za ukoo upande wa mama yako zinafanyika hapo. Ibada za ukoo upande wa mume wako zinafanyika pahala hapo, upande wa mkeo. Mahala pale ndipo wanapotengeneza uharibifu. Kwa hiyo uharibifu unaopitia wewe katika maisha yako umetengenezwa kwenye madhabahu fulani. Kuna mahala ilienda kufanyika ibada ya kukufunga wewe, na hiyo ibada huwezi kaamini, lazima walimsifu Mungu wao, walisakata rumba pale masaa 2. Najua mkienda kwa mganga mnazunguka, mnakaa hapa, anakuepo wa kuanzisha wimbo mmoja. Mwingine anapiga zile sisi tunaita mbwaga. Chaka chaka. Mnachukua mahindi mnaweka kwenye sufuria. Chaka 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 chaka. Chaka 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 chaka. Msishangae, mimi mtume. Tuliuibiwa haki yetu ya maandalio ya ibada. Lakini nyinyi tunafungua ibada hapa, tunawaambia tumsifu Mungu, watu wapo hapo. Hadi wapo hapo tu. Kwa mganga unafukuzwa wewe. Tuondolee kiwingu. Kweni makini. Hizi ibada sio zile za Kipentekoste. Hizi ndio ibada pure za Mungu wa kweli, zinazopambana kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Hatujaja kukusanya sadaka tu hapa. Menelewa watu wa Mungu. Kwa hiyo mimi, lengo na kusudi la ujio kwangu ni kwa ajili ya hiyo madhabahu ya ukoo unaotoka. Hiyo ndio iliyofanyika ibada hadi hayo unaopitia hayo. Wewe hujui. Hii elimu ninayo mimi ni ya kiroho, ni ya mbinguni, wewe huna.
Wewe una hapa tujaja Bwana awe nanyi. Wapi Bwana wewe? Hapa tumekuja kupambana hapa. Shetani anacheka tu, awe nanyi nyumbani kwenu. Hamka nyinyi, mnaleta wasiara. Hapa tunakunja mashati hapa, tuko vitani. Tuko vitani. Kwa hiyo watu wa Mungu, madhabahu zile za koo tunazotoka zimetuunganisha sisi kwenye ibada zao, na kuunganishwa kwetu sisi kwenye ibada zao, zile sehemu maalum ambapo walikuwa wanatoa sadaka, lengo lao ilikuwa ni uharibifu. Kwani uharibifu. Lakini zile ibada zina madhara makubwa, na hizo ibada zingine tulishiriki wenyewe moja kwa moja, zingine tulishiriki kwa kujua au kutojua. Ujui mama yako na baba yako walikupateje bwana? Lazima tuviseme hivi vitu. Ujui walisafiria wapi, walikutafuta kwa namna gani, wewe ujui. Hayo ndio pitia ni ibada ilifanyika kwenye madhabahu za kwao. Baada mama yako tu kutolewa mahari na baba yako, manake ikawa ni ibada imefanyika ya kiunganiko. Ndio maana anasema kuna baadhi ya mambo unaweza kuwa unapitia, kumbe ni upande wa baba yako wananena hayo. Lakini kwa wakati gani? Wakati mamako anaolewa, haja kuzaa hata kukuzaa we, alikwenda kwenye hiyo madhabahu akafanyiwa ibada maalumu yenye sadaka kwa ajili ya ujio wa kwako. Ndio maana nasema kuna baadhi ya mambo tumeenda moja kwa moja kwa kujua au kutojua, lakini leo yanatugharimu. Kwa watu wa Mungu, hizo ibada za pahala pa juu, kwenye mizimu, kwenye miungu ya ukoo tunaotoka, hizo ibada zina madhara makubwa sana. Wengi watu tumefungwa ni kwa sababu ya hizo ibada zilifanyika mahali huko. Baba yako aliitwa huko sehemu maalum ambao ukoo wanakutana, akatoa sadaka. Unaweza kukuta wakati anatoa anasema nilikuwa napenda nipate mtoto wa kike au wa kiume. Ukaja wewe ujui ujio wako. Ujui. Ujio wa kila mtu hapa duniani unategemea aina ya madhabahu. Maana yake baba yako na mama yako waliabudu madhabahu ya namna gani? Mafanikio yote anasoma hicho kitu. Madhabahu ya Mungu wa kweli, wanandoa mkienda kufanya ibada mahala pale, mnakwenda mahala pale kuchukua baraka. Manake wanandoa mlioko kwenye madhabahu kama hii ya Mungu wa kweli, manake uzao wako utakuwa ni uzao wenye baraka.
Jiulize tulikotoka, wote tulioko hapa, wazazi wetu walitupata katika ibada ya madhabahu gani? Yote haya nayasema, nataka tufahamu, tufunguke, tujue ni kwa nini tunayapitia haya. Tunayapitia haya watu wa Mungu ni kwa sababu aina ya madhabahu yako tulizotoka, ibada zilizofanyika pahala hapo ndizo ambazo leo hii zimetufikisha hapa tulipo. Madhabahu ya kweli wa Mungu inatuagiza kwamba kama usipojenga madhabahu na kumuinua Yesu ambaye ni Kristo katika mji, shetani ataendelea kukukandamiza. Maana yake mahala ulipokwenda kutafuta maisha, usipokuwa na nguvu ya Yesu ambaye ni Kristo kumfanyia ibada, yani utateseka sana. Ndio maana yake. Kwa tunaagizwa popote tunapopaishi ni lazima tutoe nafasi tumfanyie ibada Yesu ambaye ni Kristo. Lengo na kusudi ni kutokewa, ni kukombolewa, kuachanishwa na laana. Madhabahu ya mara pa juu, madhabahu inayounganishwa na miungu au mizimu, ibada zinazofanyika mara pale katika koo tulizotoka, ni kwa ajili ya kuachilia laana. Ndio maana unakutana na watu ni wagonjwa, familia ni wagonjwa. Ukiwa nje ya madhabahu ya Yesu ambaye ni Kristo, ukiweza kupata uzao, wazazi mko hapo ndani mnajaza vichupa tu muko rini, sijui muko na nini vichupa. Si unajua watoto wa kidunia wanavyosumbua? Mna uzao, mnajua wote ndio tulikotoka. Yaani usipokuwa ndani ya Kristo umepata uzao, manake hujaokoka, hujamjengea Yesu ambaye ni Kristo madhabahu. Manake shetani ataendelea kufanyaje? Kukusumbua. Manake yule mtoto utokanaji wake si utokanaji halali, anaingia anazaliwa na magonjwa. Ndio maana familia za uzao, watu waliojifungua, kina mama, kina baba na watoto majumbani, nenda ndani vichupa vya masilapu yale vimejaa. Kidogo tu mtoto joto limepanda, mtoto tu kidogo. Hao ndio watoto wanaendelea kukua. Wamekuwa katika madhabahu gani? Lakini mtoto atakayezaliwa kwa kupitia madhabahu kama hii hana mukorini, hana hivyo vichupa, hana. Kwa nini? Pana mbaraka, hapana laana. Laana asili yake, watu wa Mungu, ni kuleta matatizo, shida, dhiki, vimejaa. Na hivi vyote vinalimwa kwenye madhabahu ya miungu ya koo tulizotoka. Kwa hata hizi koo zinatofautiana. Kuna wengine wanaugua magonjwa hayafanani na ukoo fulani. Kugua tu mtoto amezaliwa, mama ni kushinda tu. Yaani mnafanya kazi kwa ajili ya hospitalini tu. Meza mtoto ni kulazwa we, ni kulazwa we. Hivi unazaeje mtoto mwenye baraka afu unaenda kulazwa? Ujumbe wa leo unasema hivi: madhara ya kuunganishwa na madhabahu za ukoo. Madhara ya kuunganishwa na madhabahu za ukoo. Madhabahu za ukoo huwa zinavuta nguvu ya giza. Popote utakapokwenda lazima ushiriki shida, dhiki na matatizo za eneo husika.
Madhara ya kuunganishwa na madhabahu za ukoo. Madhabahu za ukoo huwa zinavuta nguvu ya giza. Mtu yoyote aliyeunganishwa na madhabahu za ukoo anakuwa ana sumaku ya kuvuta nguvu za giza. Ukifika eneo mfano kama Kyela, ni sehemu ya joto, mbu ni wengi. Kama madhabahu unaotoka asili yenu ni magonjwa, lazima malaria yawe kule, utake usitake. Kama umetoka Kyela umekuja Njombe, hali ya halisi na hali ya hewa ya Njombe inanena ugonjwa wa namna gani, lazima we unase, si ndo aina ya madhabahu ulimotoka. Kenda Dar es Salaam hivyo hivyo. Mimi zamani nikitoka Kyela, yani ninapoingia tu mji wa Kyela na meza chloroquine wiki nzima, ili wale mbu akiniuma nisipate malaria. Nje hapo hoi. Nikienda Dar es Salaam hivyo hivyo. Kwa nini? Nilikuwa na sumaku. Ni asili ya madhabahu niliyotoka inaruhusu magonjwa. Lakini leo hii niko kwenye madhabahu ya Kristo, nimemjengea Yesu ambaye ni Kristo. Shetani amekamba. Mimi nikienda Kyela wala sistuki, sivijuagi hata kuvijua kama kuna hivyo vitu nawaza. Nikienda Dar es Salaam ndo acha kabisa. Hali kama mimi Dar es Salaam ndo nilikuwa siwezi sana. Sehemu yenye joto, kichwa kinauma je kutokea. Siku moja nikadondoka Kariakoo. Watu jamaa njaa nini? Siwezi. Wewe niambie Dar es Salaam kwenye zile daradara zile, madhabahu unaotoka ya asili imebeba kunena magonjwa. Kwa lile joto kwako ni mzigo. Utasikia hali ya hewa hii hainipendi. Haikupendi ni kwa sababu una sumaku inaonasa hali halisi ya giza ya eneo ambalo umefika. Mtu yoyote aliyeunganishwa na madhabahu za ukoo anakuwa ana sumaku ya kuvuta nguvu za giza, huyo mtu, na maisha yake huyo mtu yanakuwa ni ya kushambuliwa na wachawi. Tasikia uraza tu unatoka mpaka tu wa Njombe nafika Iringa, watu wasema nyama hiyo imeingia hiyo. Umelala, ulali usingizi, ni shughuli tu. Nini? Una sumaku. Mtu yeyote aliyeunganishwa na madhabahu za ukoo anakuwa ana sumaku ya kuvuta nguvu ya nini? Za giza. Kwa usishangae ukifika miji mingine, ulali usingizi, homa nyingi, changamoto nyingi, utulii. Tafakari aina ya madhabahu unayotoka. Maisha yake huyo mtu yanakuwa ni ya kushambuliwa na wachawi. Hata kama akihama mtaa pale, akahamia mtaa mwingine, wewe unakimbia eti Matarawe, unaenda Nzenge, nyama hiyo. Mimi bwana hapa naona Ramadhani, nyama hiyo. Niende Ulembwe, nyama hiyo. Nini? Una sumaku. Maagano ya ibada ambazo zilifanyika mahara pa juu, zilitolewa na sadaka upande wa baba yako, upande wa mama yako, upande wa mume wako, upande wa mkeo. Nguvu za giza haziwezi zikakuacha. Ni kwa nini? Aina ya ibada za kwako. Tufanye nini watu wa Mungu? Ni lazima
tubadili mifumo ya kufanya ibada. Tafuta mahala ambapo Mungu wa kweli yupo. Neno la Mungu linasema kama usipojenga madhabahu na kumuinua Yesu ambaye ni Kristo katika mji, katika eneo, iheshimu sana hii madhabahu, wekeza sana kwenye hii madhabahu, haina magonjwa. Shida mbalimbali ni lazima ziondoke kwako. Ni kwa sababu Yesu ambaye ni Kristo yuko pamoja na wewe. Kwa mtu wa Mungu, kama unayaona haya, unayapitia kila mtaa unaoishi, tambua kwamba umeungamanishwa na madhabahu za ukoo unaotoka. Kama sio upande wa baba yako, upande wa mama yako. Inaweza kaa kwa mama yako, kwa baba yako uko vizuri, lakini ulimwenda kuolewa. Ndio maana anakataza, wewe uko hapa, alafu unaenda kuolewa na mwanaume hajaokoka tu huko. Madhabahu mbili tofauti. Hayo nao yapitia tayari. Manake hatima yako imevutwa. Maisha unayoyaishi sio yale. Fahali wawili hawakai zizi moja. Giza na nuru havichangamani. Wengi tunateseka, wengi tunahangaika. Shida na chanzo ni aina ya madhabahu zako tulizotoka. Mjengee Mungu madhabahu, Mungu wa kweli. Mpe nafasi Yesu ambaye ni Kristo, anayejitambulisha katika upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Hutasumbuliwa na wachawi. Maana nguvu za giza hazitapita kwenye biashara yako wala kwenye afya yako. Tunda la Roho. Tunda la Roho. Upendo ni maisha ya watu wa Mungu, na maisha ni upendo. Mwambie jirani yako, shika neno. Mwambie tena, ukalitendee kazi. Mwambie tena.